Lakini nimekuletea huyu Bwana. Hiyo tunasema ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja. Baraka zako zitapatikana hapa. They need to meet the promise maker. Yaweza katika yani tiaye nguvu. Kwa hivyo mtu ambaye hajasamehe hajakomaa ya kwamba mimi nitakubariki. Nimekuja tu na ujumbe wa kuweza kukutia moyo. Nimekuja na ujumbe wa tumaini maishani mwako. Nimekuja na ujumbe wa urejesho. Nimekuja na ujumbe wa mwanzo mpya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nizungumzie juu ya tumaini. Nataka nizungumzie juu ya urejesho na pia mwanzo mpya. Tukisoma kitabu cha Isaya 43, tutasoma 18 na 19. Isaya ni nabii wa Bwana. Linasema neno la Bwana lilitokea kwa kinywa cha Isaya, na akaweza kunena pamoja na wana wa Israeli. Wakati neno hili lilikuja Isaya ambaye alikuwa nabii, ilikuwa wakati ambapo Israeli walikuwa katika nchi ya mateka, nchi ya shida, nchi ya kilio, nchi ya changamoto nyingi. Wengi walikuwa wamekosa tumaini, wengi walikuwa wamekosa amani, maana walikuwa kwenye nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapokuwa kwenye nchi ya utumwa, wewe ni mfungwa mahali pale. Wewe ni mtu ambaye ni kama yule mtu ambaye ako gerezani. Kwa hivyo wana wa Israeli wakawa katika nchi ya utumwa, nchi ya mateso. Neno la Bwana likaja kupitia kwa mtumishi wake Isaya. Bwana anaongea na wana wa Israeli, akaja kuwatia moyo, akaja kuambia juu ya urejesho, akaja kuambia juu ya mwanzo mpya. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja pia kukutia moyo mpendwa, kupitia kwa neno la Bwana, kwamba kuna tumaini hata pamoja na matatizo yale unapitia, hata pamoja na machungu ambayo unapitia, hata pamoja na kilio ambacho unapitia, hata pamoja na mateso ambayo umepitia na kuteseka. There is still hope. Kuna matumaini. There is still restoration. There is still a fresh start. Ninataka kuzungumza juu ya God of a new beginning, Mungu wa mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuzungumza juu ya Mungu wetu ambaye ni wa mwanzo mpya. Biblia inasema katika kitabu hicho cha Isaya 43:18 na 19, anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nifanye njia hata jangwani na mito na maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu haangalii mambo ambayo yamepita mpendwa. Mungu wetu pamoja na kwamba Israeli ilikuwa katika nchi ya mateso, lakini neno lake likaja na tumaini. Neno lake likaja na mwanzo mpya. Neno lake likaja kukutia moyo. Kwa hivyo neno la Mungu ni neno la kutia moyo. Haleluya. Neno la Mungu halijakuja ili kushtue. Neno la Mungu halijakuja kukufanya ulie zaidi, lakini neno la Mungu limekuja ili liweze kukutia moyo, ili kuletea urejesho, ili kuletea tena mwanzo mpya katika maisha yako. He is a God of a new beginning. Yeye ni Mungu wa mwanzo mpya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Your story is not over. Hallelujah. Your story is not over. Usione ni kama kwamba umeachwa. Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Mungu wetu anatukumbuka. Mungu wetu anajua kila mmoja. Biblia inasema anajua kutoka kwetu na kuingia kwetu.
anajua changamoto zote tunazozipitia. Hata zile changamoto yule mama mkwe wa Charles alizungumzia hapa, Mungu yeye anajua. Mungu anajua matatizo ambayo unapitia. Mungu anajua kilio ambacho unakipitia. Anasema katika Isaya 43:18 kwamba usiyakumbuke mambo ya kwanza. Maana mambo huwa yapo. Amangana hokare. Katika safari hii ya kwenda mbinguni mambo bado yapo. Anasema usiyakumbuke. Wewe bisha kweli. Anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Maana mimi nimekuja kutenda jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua wakati mwingine tumekuwa stuck. Katika safari hii wengine tumekwama. Unajua kwa stuck ni unaweza gari ikifika kwenye matope wakati mwingine inaweza kwama. Haleluya. Hata iwe four wheel wakati mwingine hukwama. Hata iwe front wheel wakati mwingine hukwama. Hata pikipiki hukwama. Na inawezekana katika safari yako hii ya mbinguni umefika mahali umekwama mpendwa. Kuna matope ambayo umefika umekwama. Unaangalia makosa ambayo ulifanya miaka nenda rudi, miaka ya nyuma. Haleluya. Maana kila mtu anajua safari yake ya Ukristo. Kila mtu anajua safari yake ya wokovu. Na pia wengine wanakujua. Haleluya. Inaweza kuwa umefika mahali, kuna mahali unaanza kuanzia. Kuna matope ambayo umefika na umekwamia hapo kwa sababu ya makosa ambayo ulifanya hapo nyuma. Kwa sababu ya uchungu ambao ulikuwa nao hapo nyuma. Umeenda umekwama kwa huo uchungu. Umeenda tu umekwama kwa hiyo makosa. Bado mtu alikusaliti hapo nyuma. Labda kuna sehemu ulifika ukashindwa hapo nyuma. Na mambo haya yamekuwa ndani yako. Yamekuwa umeweka hasira tu ndani yako. Umekwama hausoni. Katika uchungu umefika umekwama. Kuna mtu alikusaliti, umefika umekwama. Kuna uchungu ambao uko ndani ya moyo wako, umekufanya ufike ukwama. Kuna makosa ulifanya hapo nyuma, umefikia hapo umekwama. Bwana anakuja leo na kukuambia yaachilie. Achilie makosa ambayo kama ulikuwa umefanya makosa, basi jiachilie sasa kutoka hapo. Ili happen ndio, ilitendeka ndio, ulisalitiwa ndio, ulikuwa na uchungu ndio, lakini anasema let it go. Uachilie na iende. Maana yanataka kutenda kitu. Inawezekana kuingia sehemu mpya sasa. Pamoja na changamoto, pamoja na makosa, pamoja na uchungu, pamoja na kusalitiwa, it is possible to step in a new area. Inawezekana uende sehemu sasa ambayo ni salama. Usikwame sehemu ambayo ulikuwa. Anakuambia leo, siku ya leo, mwezi huu wa 6, kabla hatujafika mwezi wa 7, anasema let it go. You can step into a new area. Hallelujah. Unaweza weka mguu wako katika sehemu ambayo ni sehemu mpya, sehemu ambayo ni salama. Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Ninasema yeye anatuwazia mambo mazuri. Kila wakati anakuwazia mambo mazuri, na hata leo hii amekuja kukuambia kwamba kuna Mungu ambaye anatenda mambo mazuri. Mungu ambaye ana mwanzo mpya. Tunayo mifano katika Biblia ya watu ambao walifanya makosa mbele za Bwana. Tunao watu kina Petro. Petro alimsaliti Bwana. Haleluya. Petro alimkana Bwana mara 3.
alimkana Yesu mara 3 kwamba mimi sikujui. Alimkana, alifanya makosa. Lakini Petro hakukaa kwenye hiyo sehemu ya makosa, hakukaa hapo. Hakukaa kwenye matope haya kwamba kwa sababu nilimkana Yesu basi wacha nibaki hapa milele. Biblia inasema Mungu alimruhusu bado Petro kuhubiri. Na kwa kuhubiri Biblia inasema Petro alihubiri mpaka watu karibu 3,000 wakapata wokovu. Kwa hivyo Petro was not stuck in his former mistake. Hakukaa pale kwenye makosa ambayo alikuwa amefanya kwamba mimi nilikuwa nimemkana Yesu, wacha nikae hapa, wacha nikae hapa nikilia kwamba nimemkana, sina mahali pa kwenda. Bwana hutenda jambo jipya. Kwa hiyo usikae sehemu ambaye shetani anasema sasa kwa sababu ulifanya dhambi hii, kwa sababu ulifanya ABCD, basi wewe bakia hapa. Una nafasi mchana wa leo kutoka na kusonga mbele. Una nafasi, anasema yeye anatenda jambo jipya. Sasa tumekaa kulia kwamba mimi nina magonjwa haya yangu, nimejitia magonjwa. Mara nyingi tunajitia magonjwa kwamba magonjwa haya ni yangu, kwamba asma hii ni yangu, kwamba alsa hizi ni zangu. Na umekwama hapa, miaka nenda rudi umekwama hapa. Anasema anaweza tenda kitu kipya. A new beginning. Mungu ambaye anatenda kitu kipya. Na sekanda, mara tuko na wanafunzi pia ambao wamekuja hapa. Umekwama pale, tunasema basi kwa sababu familia yetu hakuna mtu amesoma, hakuna mtu amepita. Hakuna mtu anafanya hesabu na kupita. Hiyo ni historia ya familia yetu. Kwetu tumefika sisi ni hapo tu. Tukifika hapo ndio mwisho wetu. Maana watu wanatujua hivyo. Huoni mbele, huoni nyuma. Huoni hata kama kuna school fees. Hapa sioni kama nitapata school fees. Maana ndugu yangu alisoma akafika hapo, akarudi akaenda kufanya kazi nyingine, akashindwa kupata school fees. Nimekuletea habari njema siku ya leo kwamba Bwana hutenda kitu kipya. Haleluya. Kuna tumaini mbele za Bwana. Kuna urejesho. Kuna kitu kipya Bwana anataka kutenda maishani mwako. Mungu wetu ni mponyaji. Inasema kila sehemu alienda yeye, Mungu wetu alikuwa anatenda mambo mengi mema. Mungu wetu alikuwa anabariki. Mungu wetu alikuwa anatenda mambo makubwa. Mahali ambapo tumefika tunasema hapa is impossible. It is possible with God. Kwake inawezekana. Mahali ambapo sisi tumekwama kama binadamu, tumefikia mwisho, yeye Bwana huanzia hapa. Yeye anafanya kitu kipya. Leo nimekuletea habari njema kwamba Mungu wetu hufanya kitu kipya. Haijalishi jambo ambalo ulifanya mpendo. Haijalishi historia yako vile ilikuwa. Maana kila mtu ana historia yake. Kila mtu hapa ana historia yake. Kwa mama, kwa wazee, kwa vijana, kila mmoja una historia yake. Lakini nimekuja kukwambia Bwana hutenda kitu kipya. Bwana hubadilisha. Bwana hutengeneza njia pasipokuwa na njia. Isaya 43 mstari wa 19 sehemu ya kwanza anasema, tazama nitatenda neno jipya. Ni nini ambalo ni ngumu mbele za Bwana? See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Inawezekana ulioni kwa macho yako, lakini kuna kitu ambacho kinatendeka katika roho. Inawezekana kwa macho ya binadamu haukioni hicho kitu, lakini katika kiroho
kuna kitu kinaumbika. Bwana anafanya kitu kipya maishani mwetu. Hallelujah. God is about to open. Ako tu karibu kufungua milango ambayo ilikuwa imefungika. Ni mlango gani ambao ulikuwa umefungika maishani mwako mpendwa? Inawezekana kuna mlango ambao ulikuwa umefungika maishani mwako. Sijui kama ni mlango wa masomo, sijui kama ni mlango wa biashara, sijui kama ni mlango wa maisha ya ndoa, sijui ni mlango gani ambao ulikuwa umefungika. Bwana anataka kufungua mlango. Mungu anafungua sasa mlango. He's doing a new thing. Anafanya kitu kipya. Neno kuambia kijana kwamba unakuletea ujumbe wa tumaini. Ni kazi ambayo ilikuwa imekosa. Bwana anafungua milango ya kazi. Bwana anafanya urejesho maishani mwako. Bwana analeta uponyaji. Anafungua opportunities mpya. Wakati kwanza wanastahili. Anafungua opportunities. Ni wewe kupata nafasi ya kukaa ndio opportunities ambazo Bwana anaenda kwa ajili. Kuna opportunities anafungua juu ya vijana. Kuna opportunities ambazo anafungua kwa mama. Kuna opportunities mpya anafungua kwa wazee. Ni wewe kuwa tayari ufungue moyo wako ili uweze kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana anatenda kitu kipya maishani mwetu. Mwambie mwenzako kwamba Bwana anatenda kitu kipya. Mungu sasa mwambie tena Bwana anatenda kitu kipya. Pigia Bwana makofi. Anakwambia utazame. Ninatenda neno jipya. Kwa hiyo mpendo, leo Bwana anakutendea neno jipya. Bwana anakutendea, anakuambia, anakutaarifa kwamba tazama, mimi natenda jambo jipya. Wakati mwingine ukiona hali imenyamaza, usifikiri kwamba Mungu hayupo. Wakati mwingine usione kama kwamba hakutendea jana, Mungu wetu hayupo. Wakati mwingine usione kama kwamba hakutendea juzi ile ambayo ulikuwa unataka, unafikiria kwamba Bwana hayupo. Don't think God is absent. Usifikiri Bwana hayupo kwa sababu hajakutendea wiki iliyopita. Kwa sababu mwaka uliopita hakukutendea. Hakufanya vile ulikuwa unataka. Maana kila mtu na mipangilio yake. Unataka Bwana afanye hivi, unataka afanye hivi, unataka afanye hivi. Lakini kwa sababu labda hakukutendea juzi, kwa sababu hakukutendea, usifikiri kwamba Bwana hayupo. Don't think God is absent. Bwana nyumbani yuko. Inakuletea habari njema sana. God is doing a new thing. God is doing a restoration in our life. Anafanya jambo jipya maishani mwetu. Inawezekana imechelewa, basi hajakataa. Inawezekana amechelewa, but he has not denied doing what he's supposed to do. Hajakataa. Anakuletea leo habari njema, jinsi alivyopitia kwa mtumishi wake nabii Isaya, kwamba mimi ambao wanaweza kwamba mimi nafanya jambo jipya. Hata japo wamekaa katika nchi, wamekaa kwenye mzunguko katika nchi ya mateso. Maana Biblia inasema walikaa miaka wakiteseka, wakizunguka, lakini Bwana ni mwaminifu. Inawezekana ichelewe, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu atakuvuta machozi. Anafanya kitu kipya. Ni nini hicho ambacho kimekuwa kigumu ndani yako?
Ni nini hicho ambacho umefanya? Umeenda ni kama kwamba umefika kwa ukuta, umesema kwamba hapa nimefika mwisho. Bwana huanzia hapa. Mahali ambapo umeshindwa, mahali ambapo mawazo ya binadamu yamefika mwisho, ni kama kwamba yamefika mwisho. Mungu wetu huanzia hapo. Haleluya. Haleluya. Mungu anaweza fanya kitu kipya. Mungu wetu ni mwaminifu. Hata ndoa ambazo zimevunjika, ndoa ambazo zimefikia mwisho, ndoa ambazo zina kilio, hawa Bwana anasitoa, yeye anarejesha. Biashara yako imefika mwisho. Ulianza vizuri na biashara, lakini ni kama kwamba unaona ni kama unadidimia, unarudi tu nyuma. Ulianza na rasilimali nzuri, ulianza tu kinawiri, lakini unaona kwamba ni kama biashara yako inaanza kudidimia, ni kama inarudi nyuma. Ulianza tu na mtaji mzuri, lakini unaona kama mtaji wako sio ule, umeanza kudidimia, umeanza kurudi nyuma. Bwana anatenda kitu kipya. Bwana atakupatia restoration mpya kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako. Wengine tuna jamaa zetu hapo walitoka wakaenda tu, mawasiliano yamekuwa ngumu. Watoto labda wametoroka, wamefanya ukose amani maishani mwao. Jamaa zetu wametoroka, wapendo wetu wametoroka, wamesababisha ukose amani maishani mwao. Nimekuletea habari njema mchana wa leo kwamba Bwana ni Bwana wa urejesho. Mtumainie, mtegemee Bwana. Hata kama biashara, hata kama imeshindikana, hata kama unaona kama imeshindikana hii, hapa nimefika mwisho, hapa sitafaulu, mara nimefanya, nimeomba, nimefunga na kuomba, nimemtolea Bwana dhabihu, nimemtolea Bwana fedha, nimetoa hiki na kale, lakini unaona kama kwamba hakuna msaada unapata. Mungu wetu anachelewa, lakini anafanya, atafanya. Inshallah ni atafanya kitu kipya, atafanya urejesho kwa ndoa ambazo zimevunjika. Bwana anaahidi kufanya urejesho kwa watoto ambao wametoroka. Bwana ananiahidi kwamba atafanya urejesho katika jina la Yesu. Kwa biashara ambayo imedidimia, Bwana ananena pamoja na kwamba Bwana anaenda kufanya urejesho kwenye biashara zetu. Kwa wale ambao wamekosa kazi, nani anasema kwamba Bwana anafanya kitu kipya, atakupatia kazi. Wale ambao wana karo, students ambao wana karo, Bwana anasema atawapatia karo, atasababisha karo zipatikane. Wale ambao wafanyi vizuri hata kwenye mitihani yao, Bwana anasema asubuhi ya leo kwamba Bwana atafanya kitu kipya. Ni nini ambacho haiwezekani mbele za Bwana? What is impossible with our God? What is impossible with a man is possible with God. Kile ambacho kimeshindikana na binadamu, kwake Mungu kinawezekana. Unapomtumainia Bwana, hakuna lisilowezekana mbele zake. Mwambie mwenye jirani yako kwamba Bwana ni Bwana wa urejesho. Mwambie atarejesha kila ambacho shetani amechukua. Vile vyote shetani ameiba, vile vyote shetani ameiba maishani mwetu, ameiba kwa watoto wetu, ameiba kwa ndoa zetu, ameiba kwa biashara zetu. Bwana ni Bwana wa urejesho katika jina la Yesu. Anasema kwenye kitabu hicho cha Isaya 43:19 sehemu ya pili, nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Nitafanya njia
hata nyikani. Mungu wetu hufanya kitu kipya hata wakati hali inaonekana kuwa ngumu. He does new things in difficult times. Yeye hufanya jambo jipya hata wakati mambo yanaonekana kama ni magumu. Hata wakati wa Israeli walikuwa wakiteseka na kupata shida nyingi, Bwana bado alitenda, maana hali haikuwa nzuri. Maisha yao yalikuwa maisha magumu. Walikuwa kwenye nchi ya mateka, lakini bado Bwana hata katika hali ya mateka hiyo, hata katika hali ambayo ni ngumu, Bwana aliendelea kufanya kitu kipya na akawafanyia urejesho, akawaondoa wana wa Israeli kwenye nchi ya mateka, akawapitisha kwenye bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliweza kuondolea vikwazo wana wa Israeli, hata sehemu ambapo ilipokuwa ikionekana kwamba ni ngumu, hata walipofika bahari ya Shamu ambapo mbele ilikuwa inaonekana haiwezekani, maana mtu ulikuwa umefurika, hapa huwezi pita. Nyuma kuna adui wanaofuatilia. Upande huu kulikuwa na milima, upande wa kushoto na kulia. Mbele kulikuwa na maji yamejaa, nyuma kulikuwa na adui. Lakini Bwana anayefanya jambo jipya, akafungua bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakatoka. Haleluya. Mpendo, ni bahari gani ambayo imesimama mbele yako? Ni adui gani wanakufuata nyuma yako? Upande huu ni milima gani ambayo imesimama? Nimekuja kukutangazia kwamba hii is being a new thing. Yeye atasababisha bahari kukatika na uweze kupita. Ni mitego gani ambayo imewekwa mbele zako na adui? Maana adui huweka mitego mbalimbali, na adui hukuinda kwa njia nyingi tu zote ili usifanikiwe. Lakini Bwana fanya kitu kipya. Bwana ambaye aliwaondolea wana wa Israeli kupita bahari ya Shamu, Bwana ambaye aliwatoa wana wa Israeli katika nchi ya mateso, huyu ndio yeye namtangaza mchana wa leo kwamba Bwana huyu huweza, Bwana huyu hutenda mambo makubwa. Haleluya. Mwambie huyu amelala kwamba wakati Bwana anafanya kitu kipya, sioni ni kwa nini ulala. Haleluya. Wakati Bwana anatenda kitu kipya, wakati Bwana anataka kufanyia mambo mazuri, shetani asikuyumbishe kupata usingizi ili usisikie neno hili la kukutia moyo, maana nimekuja kukutia moyo. Akasema kwamba nitafanya njia hata jangwani, nitafanya njia hata sehemu ambayo ni ngumu, nitakusababisha, nitakupangusa machozi hata sehemu ambayo inaonekana kwamba kuna uchungu mwingi. Yeye anasema hapo kwenye mateso haya, kwenye kilio hicho, Bwana anasema hapo ndio atafanya njia. Kwenye hicho ambacho kimekusababisha usiwe na amani maishani mwako, hapo ndio Bwana anataka kuingilia na kufanya kitu kipya ili uwe ushuhuda kwa mataifa mengine. Watu wasema kwamba Bwana, huyu Bwana hutenda, huyu Bwana hufanya maajabu, huyu Bwana husababisha mtu akapata kazi, huyu Mungu anaweza fanya mtu akapata promotion, huyu Bwana unaweza fanya mtu akaponya na magonjwa yasiyotibika. Haya ambapo watu wanasema hapa haiwezekani, Bwana anaingilia katikati na kutenda kitu kipya ili usimame siku moja, mpendwa, uwe ushuhuda kwa mataifa kwamba Bwana tena anafanya kitu kipya. God does new things. Haleluya. Hata kwa wakati ambao ni mgumu na wa ukame, Bwana yeye bado hufanya kazi. Bwana hufanya kazi hata kwa ugumu, hata kwa ukame, hata wakati ambapo tunasongwa na mawazo. Maana tunaishi wakati kipindi kigumu, watu wamesongwa na mawazo, watu wanajinyonga, watu hawana amani, watu wengi. Yule sikia watu mara siku mwingine amejipiga risasi, mara siku nini, mara hata maandamano yamekuwa mingi ati Gen Z na hapa na pale. Unajua hiyo ni msongo wa mawazo. Watu wamesongwa kuanzia watoto wadogo
Sasa tunasikia watoto wadogo ati wako na ulcers. Kwa nini inamaanisha tunasongwa na mawazo hata kutoka tukiwa watoto wadogo mpaka hata watu wazima. Kila mtu saizi ni msongo wa mawazo. Hakuna amani. Familia hazina amani. Kila sehemu hakuna amani. Ukikimbia kwenye cities hakuna amani. Ukimbia reserve hakuna amani. Msaada wetu utatoka wapi? Msaada wetu mpendwa ni kumtumainia Mungu anayeishi. Maana hakuna tumaini, hakuna mahali salama, hakuna mahali utakimbilia. Yesu asifiwe. Hakuna kimbilio, hakuna msaada. Mama anasema hata watoto wake wavulana wametoroka, hajui mahali wako. Hajui. Si amesema hivi? Sio kitambo alikuwa anasema ati watoto wavulana wanapenda mama zao. Si ndio hivi? Lakini sasa hata watoto wavulana hawapendi mama zao. Anasema kila mtu na wake. Kila mtu na mke wake na watoto wake. Kila mtu ashughulike na nyumba yake. Kama yeye amepata ameoa, basi anashughulika na nyumba yake. Na wewe baba, pamoja na kwamba ulimsomesha, ushughulike na nyumba yake. Kila mtu abebe mzigo. Au kuzaa wengine hawa haja kusomesha. So usiendelee kukaa unafikiria kwa sasa nina vijana hapa, nimesomesha, wameenda sio wamepata kazi nzuri, hadi watakuja kukusaidia. Hiyo ni mzigo wako mpendwa, hiyo ni mzigo wako. Angalia jinsi utajisaidia. Wale wazee ambao wako hapa, angalia jinsi utajifanya nini? Utajisaidia. Wale wamama ambao wako hapa, angalia jinsi maana utakuwa na vijana wavulana hivyo. Na wataenda wanunua shamba mbali na mahali unaishi. Afadhali siku hizi hata lami imekuja hapa karibu na stima iko na kidogo maji yanayovutia. Kitambo ilikuwa tu akipata tu kazi kidogo mabera amenunua shamba huko anaishi huko. Sasa huko wewe na mke wako mtakuwa kupata nafasi kila siku mtakuwa mnaenda kwa kijana huko ati tumekuja kukutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali mama anazipitisha huko aende lale siku 5 6. Alafu tena atoke hapo aende tena kwa mwingine. Ndio mama anapata kidogo. Mama anapata kidogo. Anapitia kwa kijana yake huko aenda kazi kipindi 3. Tena toka kumsaidia kwa sababu yake hata kwa mama. Sio wazee. Wewe na kastoo. Ama kakasuka kamera. Wewe na kamera huko kwa nyumba, kujia tena wewe na experience ya kujitetea hata kwa ujue hata jinsi ya kupika rice. Na angalau mimi nilikaa muda kidogo kabla sijawa nilijua kupika. Haleluya. Hata usiwe tegemeo na umelala njaa. Umekaa unangojea mama, kumbe alienda huko, akatokea huko, nafikiria atarudi kesho tena, amepitia hapa ameenda huko, kesho kutoka kumbe amepitia ameenda tena kwa msichana wake mahali fulani. Wiki 2 zimeisha. Sasa hiyo wiki itakuwa na sababu ya namna gani? Haleluya. Wazee wachanua kidogo. Na wachanua kidogo. So mwana kameko, unajua kupika chai, unajua kupika rice, unajua kupika tu vitu ambavyo ni simple hizi. Ili kitambo azunguke arudi. Tupigie Bwana makofi. Bwana utenda jambo jipya. Hata pamoja na matatizo, pamoja na shida zote. Bwana ninasema je, kutenda jambo jipya, nasema tazama nitatenda jambo jipya. Sasa nitachipuka. Je, nijua sasa nitafanya njia hata jangwani na mito
ya maji nyikani. Huyu Mungu wetu ni mzuri sana. Huyu Mungu wetu ni mwema. Huyu Mungu ni mzuri kwa wazee, ni mzuri kwa wamama, ni mzuri kwa vijana. Yeye huleta jambo jipya bila kuangalia huku na pale. Yeye hana mapendeleo. Haleluya. Akiamua kufanyia na kufanyia. Hata kuangalia kwamba wewe ni mfupi, hata angalia kwamba wewe ni mrefu, hata angalia jamii ambayo umetoka. Yeye akiamua kukutendea mpendo ndio mwaminifu mbele zake, atakutendea. Atakuinua kutoka mavumbini, atakuweka kwenye mahali ambayo imeinuka ili watu wote waseme Bwana ufanye kazi. Haleluya. Kwa hiyo kuna tumaini. There's still hope, kuna tumaini. Kwenye jamii ambazo zimefinyiliwa kuna tumaini. Kwenye jamii ambazo zina matatizo kuna tumaini. Yeye Bwana hutenda jambo jipya. Hata kama umekataliwa, Bwana hufungua njia. Hata kama kweli wamesema hapa, huyo umekataliwa. Unajua kuna ile kukataliwa, kuna hali ya kukataliwa. Hata kwenye jamii, watu hukataliwa, watoto hukataliwa. Lakini bado Bwana hufungua njia na milango kwa hao watu ambao wamekataliwa. Bora tu waaminifu mbele za Bwana. Wengine wametupwa, kuna familia bado wametupwa tu, na watoto wametupwa. Unapata tu watoto wengine wanarangaranga tu, hawana wa kuwafuatilia, hawana wa kuwapatia ushauri, wameachwa tu hivyo, wamekuwa chokora, wanatembea mijini hapa na pale. Enda kwa mijini, hata Nyanchama siku hizi kuna machokora. Haleluya. Lakini Bwana bado huwapendelea na kutenda jambo jipya hata bila hao. Wakimwamini Bwana, wakimrudia yeye ni Mungu wa urejesho, atawatendea jambo jipya. Yeye hahitaji mazingira mazuri. Bwana ili afanye kazi, hahitaji mazingira mazuri. Hahitaji lami ya kufanyia kazi. Hahitaji munara leo ibada. Sio lazima apate munara ndio akufanyia kazi. Hahitaji nyumba nzuri. Hahitaji kwamba uwe na gari ndio maana atende jambo nzuri. Hahitaji kwamba una jina nzuri. Kwani kuna mtu ambaye ana jina mbaya? Hahitaji sura nzuri. Kuna mtu ambaye ana sura mbaya? Sikia mtu ameumbwa ule mfano wa Mungu. Umeijiona kwenye kioo. Unajua kuna wengine anajiona kwenye kioo mpaka anajidharau. Anaona sura yake mwangayo. Hebu nijiangalie kwenye kioo nasema hii sura yangu mbona haipendezi. Umejaribu kuimolde lakini ni kama haikupendezi. Lakini Mungu amekuumba kwa sura nzuri. Hii sura yako ni sura ya kiungu. Ila amekuumba ni hivyo tu, wewe furahia. Hata kama amekuumba mrefu pia furahia. Wengine wanajidharau, kama mimi Mungu ameniumba ni mfupi. Lakini unaona kuna mwingine kuna watu wengine wanaimba. Watu wengine wafupi ati sisi ni wafupi, lakini sisi ni mimi naona watu wengine wafupi kama watatu, sio kutoka hapo wale. Ndio wanamtumikia tu Mungu kwa njia ya kuimba. Wao ni saizi, ni watu wazee. Kwa mwingine alisema sio watoto ni saizi. Sio kiona maimbo wanafanya. Hiyo style wanasema. Kama Mungu akikumba hata kama wewe ni mwana. Amekumba kwa njia nzuri. Usishuke sana. Kama wewe ni mnene, basi Mungu anaona ni kama kwa njia ya uwe mnene. Kama ni mwembamba basi Mungu anaona kwamba akumbe kwa njia hii. Kwa hivyo kila mrefu, mfupi, tajiri, maskini, Mungu amekumba kwa mfano wake na amekumba kwa makusudi yake. Yeye bado hutenda jambo jipya kwa kila mmoja bila kubagua. Haleluya. Yeye hufanya kazi kwa mazingira yote na yeye hubadilisha mazingira. Mungu wetu hubadilisha mazingira.
Haleluya. Ni nani alijua kwamba ungekuwa vile uko sasa? Ni nani alijua kwamba ungekuwa kwa mazingira ambayo huko? Ni nani alijua kwamba ungekuwa hata kwenye nyumba ya permanent ambayo haujapiga plasta? Ni nani alijua? Ni nani alijua kwamba utakuwa kwenye nyumba hata kama ni matoka lakini imekandikwa vizuri? Ni nani alijua kwamba utakuwa? Ni nani alijua kwamba ungepata kaploti ya kujitia kwamba haka ni kaploti kama? Ni nani alijua? Ni nani alijua kwamba watoto wako wanasoma? Haleluya. Ni nani alijua kwamba mtoto wako angesoma hata aende kakosi fulani? Ni nani alijua kwamba ungefika 2025? Sio wote wamekufa, lakini ni nani alijua kwamba wewe ungefika mwaka huu? Haleluya. Wewe una sababu ya kumshukuru Mungu. Una sababu ya kumshukuru kwa mazingira ambayo Mungu amekuweka. Mazingira haya amekuweka, anajua ni kwa nini ukae hapo kwa wakati huu. Kuna sababu ya kumshukuru. Yeye ni Mungu ambaye hubadilisha mazingira na majira ya wakati. So usiangalie tu mambo ya nyuma. Usiangalie tu machungu ya nyuma, usiangalie tu. Usikae stuck, usikwame sehemu ambayo ulikuwa miaka mingi iliyopita. Kuna watu wanarudisha mawazo yao, wanaangalia watu wanaenda direction, wewe watu unawazia mambo ya 1999. Hapo ndio unawazia, hapo ndio umekuhamia. Kama ni kwa umaskini, hapo ndio umeangalia umefika na umekuhamia hapo. Kama hapa hii jamii ya maskini, sisi hakuna mahali tunaenda, umekuhamia huko. Anasema waachilie. Haleluya. Kitabu cha nikimalizia kitabu cha Wafilipi, Paulo kwa kanisa la Wafilipi 3:13 anasemaje? Anasemaje? Wafilipi 3:13. 3:13. Anasema, ndugu, sijadhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumia yaliyo mbele. Haleluya. Paulo anasema kwamba ndugu, sijadhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, sijafika. Sidhani mimi kwamba hapa nimefika, ila natenda neno moja tu, akasema mimi nasahau yaliyo nyuma yangu, nikijichuchumilia yaliyo mbele, nikijichuchumilia ile taji Bwana ameweka. Kila mtu kuna destiny ambayo Bwana ameweka mbele zako. Kuna mahali Bwana anataka kufika, kuna mahali Bwana anataka uende mbele, kuna mahali Bwana anakuambia ufike. Haleluya. Kuna kila mtu ana destiny ambayo Bwana ameweka afikie. Kwa hiyo Paulo anasema mimi siangalii nyuma, lakini mimi naangalia ni kama yule mtu ambaye anakimbia kwenye race. Ni kama wale wakimbiaji athletic. Yeye akiwepo tu ono max, haangalii kwamba iko namna gani hapa. Ni kitu anaangalia ni nini? Nataka kupiga ile kamba. Interest ya yule ambaye anakimbia ni kufikia ile kamba. Sio kuangalia tena nyuma. Sio kuangalia kile kweli ulikuwa. Sio kuangalia tabu zako. Lakini tazame Bwana. Angalia destiny yako. Bwana amenipangia nini pale mbele? Bwana anapangia watoto wangu pale nini mbele? Bwana amenipangia nini? Mipango ya Bwana juu ya maisha yangu ni gani? Bwana anasema anakuazia mambo mazuri kila wakati. Kwa hiyo anakuazia mama, mtoto, mzee, mambo mazuri. Angalia destiny ambayo Bwana anakuazia kufikia. Uyasahau yale ambayo. Na utafikia destiny yako kama una maisha ya kujidharau. Hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha ya kujidharau, maisha ya kujihurumia, ya kuona kwamba mimi hapa siwezi,
hapa ni akina fulani, hawa ndio wanaweza kujenga nyumba, hawa ni kina fulani ndio wanaweza kununua pikipiki, hawa ni kina fulani ndio wanaweza imba kwenye kwaya, hawa ni kina fulani ndio wanaweza imba kwenye praise and worship. Na hiyo kuna wakati watu ambao unaishi maisha ya kurejelea, kujidharau. Mbona mimi siwezi ongoza? Unasikia hata mtu alikuwa kiongozi amepewa ongoza hata kama ni praise and worship, ndio anasema mimi siwezi. Ndio naambiwa kwa. Ulikuwa kiongozi na unaongoza kwaya, ndio fulani kwa kwaya, unaona atakana kwa mambo kwa rapo. Yaani ile hali ya kujitupa tu. Ulikuwa kiongozi wa vijana. Sasa sijui vijana hawa naona wengi sio kama ni basi kama sisi siwezi. Yaani ile hali ya kujitupa. Nini kama regret? Yaani ile hali tu unajitupa. Huduma umepewa hii unajitupa. Umepewa kwa uongozi fulani, Bwana amekuteua uongozi sehemu fulani, bado unajitupa, mimi siwezi hapa, hiyo ya wenyewe. Mimi sina viatu vizuri vya kwenda kusimama pale mbele. Mimi kwetu hakuna uongozi, siwezi fanya hii. Huwezi fika destiny yako. Huwezi fika mahali Bwana anatakia kuwe kama unaishi maisha ya kurejelea, kama unaishi maisha ya uchungu. Mara kuna watu ambao wana uchungu maishani mwao. Hata mjaribu kumsaidia yeye, maisha yake ni uchungu. Yeye kila wakati tu ni kuona ni kama kwamba hana sababu tu ya kuishi. Anajisikia ni kama kwamba ajinyonge, hana haja. Maana haoni mbele, haoni nyuma. Pendo, huwezi fikia destiny yako kama unaishi maisha kama hiyo. Kama unaishi maisha ya kutosamehea. Bwana amekuita, lakini ile roho ya kutosamehe ameweka ndani yako. Kila wakati kuna uchungu na watu, hautaki fulani, hautaki jirani yako, hautaki mwenzako. Kila wakati una uchungu, tuna roho ya unforgiveness imejaa ndani yako. Roho ya anga imejaa ndani yako. Roho ya regret imejaa ndani yako. Haukufikia destiny ambayo Bwana angependelea. Hizo zote you must let them go. Lazima usiachilie. Ni lazima kama wewe ni mtu type hiyo, ni lazima uachilie. Ndio Bwana akuachilie ufikie destiny yako. Maana bado hatujafika. Paulo anasema basi ndugu zangu, sidhani ya nafsi yangu kwamba nimekwisha fika, ila natenda neno moja tu, nikisahau yaliyo nyuma, nikichukulia yaliyo mbele. Hiyo ndio tamanio langu asubuhi ya leo. Kwa wengi wetu tunashikilia mambo ambayo Bwana anataka tuachilie. Tunayashikilia bado ndani ya maisha yetu. Nikimalizia, unataka kuanza mpya na Bwana. Maana anasema yeye anatenda jambo jipya. Yeye ni Mungu wa mwanzo mpya. You want to begin again. Nataka kuanza tena leo. Nasikana unasema nimechoka na mzunguko huu. Nimechoka tu na maisha haya ya kuzunguka. Nimechoka tu na maisha haya ya kutosamehe. Nimechoka tu na maisha haya ya kuwa na uchungu ndani ya maisha yangu. Je, uko tayari kwa mwanzo mpya? Kuna mtu ambaye ako tayari kwa mwanzo mpya. Maana Bwana anasema mchana wa leo kwamba anataka kutenda jambo jipya. Tukiwa tumesimama kwa Mungu wetu. Kuna mtu ambaye anasikia ndani ya moyo wake kwamba Bwana unisaidie nianze mwanzo mpya. Nimezunguka kwa miaka mingi. Nimezunguka kwa mateso mengi. Nimezunguka kwa machungu mengi. Lakini Bwana anasema kwamba unafanya jambo jipya. Kuna mtu pale anasema nataka mimi mwanzo mpya sasa. Nimesikia